Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Na niwaambie wa Tanzania, hata nyumba ya Kigoma ya Mwandigi ya Zito walichoma mtu kuonyesha kwamba Zito anatafutwa na serikali. Zito anaandamwa na serikali, kitu ambacho si cha kweli. Mimi nimekuwa Kigoma. Wana Kigoma wamenambia barua yetu hii ya allegation juu ya Zito ipeleke serikalini. Kwanza sio raia wa Tanzania. Tumeomba jada la ufunguzi lifunguliwe kwa kamishna mkuu wa uhamiaji. Tumetoa maelekezo yetu pale ya tuhuma zake. Tumemtumu kwanza baba yake na yeye mwenyewe, kwamba majada ya uchunguzi yafanyike juu ya uraia wao, na tupo tayari kutoa msaada. Tumeshaandika barua, tumepeleka pale, na wamesema wako tayari kufungua jalada muda wote kuanzia sasa ili kuchunguza tuhuma hizo za mtu Zito na babu yake na babake. Kwa sababu niliwapa historia waandishi wa habari. Babake Zito na babu yake alitoka sehemu inaitwa Uvira. Alipofika pale Kongo, alipofika pwani ya Kongo, akachukua boti, akaja Tanganyika, akavuka Tanganyika, akaingia Kigoma, na akafanya kazi kwenye kuendesha magari akiwa driver wa magari ya wakimbizi. Baada ya hapo akaacha magari ya wakimbizi, akaanza kufanya biashara. Lakini si Mtanzania, ni Mkongomani kutoka nchi ya Uvira. Na hili nimelisimamia. Wana Kigoma wamenituma. Wamesema kalisimamie kwa 100%, tuko nyuma yako. Zito anayevuruga serikali ambayo leo inatuwekea barabara kutoka Mwandigi mpaka Nyakanazi, barabara ambayo ilikuwa ni historia kwa Tanzania toka nchi imepata uhuru, Kigoma. Lakini leo Kidawe mpaka Nyakanazi Magufuli anajengea barabara na Kigoma. Anajenga kutoka Uvinza anawaletea mpaka Kaliwa. Wanasema ni rais wa namna gani? Kigoma ilisaulika, Zito asituvuruge. Vile tukamwandikia barua DCI juu ya uchunguzi juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na tuhuma mbalimbali za utekaji na upigaji wa risasi, akiwemo reference Tundu Lissu, na kumtaja Zito na ndugu Freeman Mbowe wanahusika kwa 100% kupitia Red Brigade, kushirikiana na wale jamaa zetu wa 23 wale wa Kongo. Kwa sababu mpango wote Mbowe anaojua, alafu namshangaa Tundu Lissu. Angekuwa ni mwenye hekima, asingemsikiza Zito kumkimbia kwenda kumsikiliza tena. Zito ndo alikumaliza wewe. Mbowe nia yake ni mwenyekiti, na anajua wewe ni hatari kwake, wewe ni threat kwake. Kwa makini, lichunguze hili Lissu. Na Watanzania waelewe, M23 wako Tanzania na wanaratibiwa na Zito Zuberi Kabwe, ambaye juzi alibadilisha jina lake baada ya kugundua kwamba taarifa zake zingine zitavuja na baba yake mwenyewe alikuwa Kabwe Kabwe. Kwa juzi akabadilisha jina. Bungeni nyuma nakumbuka alikuwa anaitwa Zuberi Kabwe. Sasa anaitwa jina lingine kabisa. Mlaibwani Sambale Mlaibwani. Ndugu zangu wa Tanzania, wana Kigoma wameniagiza na wamenipigia simu, wameniita kwa barua, wameniandikia na kwa simu. Tarehe 3 mwezi Januari 2019 wako tayari wanachama 500, zaidi ya 500 watarudisha kadi pale Kigoma. Wakati nikiwa naenda Kigoma kwenye mapokezi, wanasema sisi tuko tayari kumunga mkono Mheshimiwa Rais, kwa sababu Kigoma mnaofahamu ni mkoa ulisaulika kwa miaka mingi toka Tanzania inapata uhuru. Kigoma imekuwa ni sehemu ya vumbi, lakini ashukuriwe Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa upendo wake na huruma na kuwa na moyo wa kuwatumikia wa Tanzania mpaka wa Kigoma, kuamua kujenga barabara kuanzia Kidawe mpaka Nyakanazi kwa lami. Wana Kigoma wanakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Na wamesema kwa wema huo wamewashawishi au wamewahubiria wenzao wa ACT, wamesema wako tayari kurudisha kadi, wako 500. Na kuambia siongee masiala, wamemchoka Zito. Zito akishinda ubunge 2020, mimi naacha kazi, naacha na siasa.
kwa sababu nitakuwa naongea kitu ambacho kitekelezeke, lakini nawaambia Watanzania, wana Kigoma wameamua na wamesema, waambie wana Dar es Salaam, waambie Watanzania kupitia nguvu ya media, Zitto ni kijana asiyefaa, Zitto ni mwasi, Zitto si Mtanzania. Naudia tena, ndugu wa Tanzania, nachoongea na maanisha. Ninyi mnafahamu Zitto amekuwa akitumika. Chadema wenyewe walimfukuza kwa sababu waligundua aliingiziwa fedha nyingi kwa vuruga na baadhi ya viongozi walikuwa wanamtumia Zitto. Hebu oneni kitu akilini. Leo waje rafiki wa Zitto na ambao uwepo karibu kiasi kile, mbona mbali wewe kumwambia Zitto, wewe ni mtoto haramu, ufai kwenye chama chetu, unatumika na mapandikizi. Lakini leo wamekaa naye karibu, wanashtuka njama za kuyumbisha serikali ya awamu yetu hii ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Serikali ambayo imejenga miradi mingi, imeimarisha nchi yetu kiuchumi, imerudisha nidhamu ya utumishi wa umma, imerudisha huduma kwa jamii ya Watanzania wanyonge, imejenga miundombinu ya barabara, inajenga surrogate, inajenga mradi mkubwa wa umeme, treni ya mwendo kasi, daraja kubwa la Gaboni, daraja kubwa lilojengwa la Center Bridge, barabara njia 8, kuunganisha vivuko vyote nchi nzima, uwanja wa ndege. Ndege zimekuja kwa ajili ya Mheshimiwa Rais jadala zake, na kupitia kodi za wananchi na kuzisimama vizuri hela za wananchi za walipa kodi. Ndugu wa Tanzania, wana Kigoma wamesema rais watampa 100%, lakini Zitto atahakikisha anakuwa sio mbunge, na wameomba, wametoa rai kwa tume ya uhamiaji, isipofanyia kazi barua yao ambao nimeandika kwa niaba yao ya uchunguzi na allegation ambao nimeziweka mle ndani, wamesema watafanya maandamano ya kumkumbusha Mheshimiwa Rais kwamba mamlaka ya uhamiaji imeyumba. Haiwezekani mtu anatoka Kongo anakuja hapa anakuwa mbunge, anatukana watu, anatukana serikali, anatumika na watu mataifa ya nje, Uingereza, bado anachekea watu, wanaangaliwa tu. Hapana. This country is being ruled by the law. Hii nchi inaongozwa kwa utawala wa sheria. Hakuna kuwajua sheria. Ndio rais alimkumbusha Lowassa akiwa University of Dar es Salaam kwenye ufunguzi wa library ya maktaba kuu, alimwambia wazi, waambie viongozi wako watii sheria za nchi. Ni kweli hakuna kuwajua sheria, hata uwe nani. Naomba tume ya idara ya uhamiaji ichukue hatua lake iwezekanavyo. Hiyo daraja hilo losema daraja la ufunguzi la uchunguzi liweze kujiandikisha mara moja. Wamfungulie Zitto, waanze kumhoji na familia yake na ukoo wake wote, na mimi niko tayari kuwaletea wazee wale nishawaahidi, na nitawapeleka mpaka nchi ya Uvira Kongo kuthibitisha uhalali wa Zitto kwamba ni Mkongomani. Na vile vile nimemwomba DCI kupitia ofisi yake afungue daraja la uchunguzi juu ya tuhuma za Zitto kuungana na Mbowe kuhusisha vijana wa M23 ambao wamekuja nchini kutoa mafunzo ya utumizi wa silaha kupitia kwa kikosi cha Red Brigade cha Chadema. Mbowe aujiwe, Benson Kigela aujiwe, Meya wa Ubungo Jacobo aujiwe. Hawa wanajua fika, na ndio maana juzi wa Tanzania mliona kulikuwa kuna vita. Kuna baadhi yao walisema tukubali kuona watu wanatoka nje kuja kununua kikosi chetu cha Red Brigade. Huyu ni akiwemo Mheshimiwa Said Kubenea na Mheshimiwa Komu, walikataa wakapingana maamuzi ya mwenyekiti, na mliona adhabu waliopewa. Hiyo Tanzania ni mashahidi. Kigoma imesema kama idara ya uhamiaji itamlea Zitto, kama jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi wa usalama vitashindwa kupata taarifa za hawa M23 ambao Zitto wanawatumia na Mbowe, wao Kigoma watafanya maamuzi yao, na maamuzi namba 1 watafanya maandamano bila kikomo kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba huyu Zitto ni mtu hatari kwa taifa, si raia wa nchi yetu na si mwana Kigoma. Historia wazazi wake mpaka vijiji tunavijua, tutawapeleka Kongo walikotoka.
Na utaratibu wa uhamiaji uko wazi. Ndugu wa Tanzania, bahati nzuri mimi ni mwanasheria, narudia tena. Ni mwanataaluma wa sheria na mwanadiplomasia. Compromisation inapofeli, kuna kitu kinakuja pale ni enforcement. Mmeshindwa ku compromise, mnaenda kwenye kuenforce tu. Lazima tuichukue kesho yetu kwa nguvu, kama mtu hataki kutoka mwenyewe kwa ustaarabu kurudi nchini kwao Kongo. Na wana Kigoma wamesema wana imani na Mheshimiwa Rais, wana imani na serikali yake, ila hawana imani na Zitto. Kwa sababu kwanza sio raia wa Tanzania, lakini cha pili ni muhasi katika taifa letu. Asante kwa kusikiza, ndugu waandishi wa habari. Nashukuru. Figisu zote hizi unazozifanya ni kwa ajili ya kutaka ubunge 2020. Hili kwako limekaaje ukiwa kama mwana harakati na ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM? Ya ndugu waandishi wa habari, mimi niwaambie kitu kimoja. Kila mwanadamu katika dunia anapokaa na kuwa na malengo na focus katika maendeleo ya nchi. Mimi katika maendeleo nikisema na focus kitu fulani, ndugu mwandishi wa habari, sio kweli. Wayo mwanadamu unategemewa na Mungu na mipango ya Mungu. Mungu ndiye anaamua ni kitu gani kifuate. Lakini mimi na focus kuwatumikia wa Tanzania. Sisemi ni sehemu gani, lakini na focus ya kuwatumikia wa Tanzania katika nyama. Hapa nilipo Kigoma nafanya kazi ya kuwatumikia wa Tanzania. Na naamini wa Tanzania watatupima kwa weledi, watanipima kwa uwezo, kwa uzoefu wangu na kwa ushawishi wangu. Siamini kingine zaidi ya hicho, ndugu mwandishi wa habari. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.